Nasema hivi. Naam. Uislamu duniani hivi sasa ndio yani unapigwa vita kwa kila kona. Sawa. Na kwa sababu ndio dini ya haki tu, ndio maana ipo inaendelea kuwa mpaka hivi sasa. Ni kweli. Naam. Vinginevyo kama sasa tufanyeje hawa wasiokuwa Waislamu ama wanaopiga vita Uislamu tuwafahamishe uzuri wake? Ni kweli kabisa. Yaani hivi ndivyo ilivyo, na hata Waswahili wana maneno wanasema, mti wenye matunda ndio unaopopolewa. Uislamu unatoa matunda mazuri. Sasa yale matunda watu wanayapenda, ila wale wanayochukia maana yake ni kutaka kuyafanya watu wasifaidi katika matunda hayo. Ni wale yasuduna an sabilillah, wanazuia njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Uislamu unafanya hivyo, lakini angalia unavyoenea kwa kasi katika ulimwengu. Grafu zinaonyesha katika mitandao yetu hii, inaonyesha jinsi ambavyo Uislamu ulikuwa nyuma, maana yake ulikuwa na watu wachache, na Ukristo pengine ndio ulikuwa mbele sana. Madhehebu kwa mfano wa Katoliki, alafu nakuja wa Lutheri, wa Protestant na wengineo, alafu nakuja pengine ndio Waislamu. Idadi yetu ilikuwa ni ndogo sana, lakini grafu zinazotoana katika mitandao ukiangalia inaongezeka kwa kasi sana, na karibia hivi sasa inazipita hizi madhehebu nyingine au dini nyingine zilizo katika uhai huu wa kidunia. Kwa hiyo ni kuonyesha ni picha nzuri, na watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, kwa sababu ni dini ya haki, na watu wakifahamu haki wanaifuata. Lakini hizo dini nyingine zote ni dini batili ambazo hazipo katika ukweli wowote, ni udanganyifu na upotevu ambao ni hatari kubwa. Kwa hiyo alhamdulillah watu wengi wanaingia katika Uislamu, na ndio matokeo yake ni hayo, na ndivyo ilivyo. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kubashiri akasema, ulianza Uislamu ukionekana ni mgeni, utarudi aliyekuwa ni mgeni. Tuba lilghuraba, bali alislamu gharibun wa sayaudu ghariban, tuba lilghuraba. Maana yake Uislamu ulianza ukionekana ni dini mpya, haijulikani, watu wanaikataa, wanaipiga, wanafanya nini, alafu wataipokea, na siku za mwisho vile vile utarudi aliyekuwa tena utaonekana ni mgeni, lakini furaha iliyoje kwa wale watakaorudi na huyo mgeni kwa maana ya Uislamu. Kwa hiyo hii ni hali halisi, na ndivyo Uislamu ulivyo, lakini alhamdulillah ni kwa sababu ya kheri na watu wengi hawapendi kheri, bali aktharuhum la yaqilun, bali watu wengi hawana akili na kuweza kutafakari na kujua kile kizuri ambacho kiko katika Uislamu. Lakini alhamdulillah kwa hayo ambayo tunawaelimisha na ule unyonge tuliokuwa nao, lakini alhamdulillah dini ya Allah inakwenda mbele, inachanja mbuga, na alhamdulillah watu wengi wanaingia katika Uislamu. Na inshallah sisi sasa tufanye nini? Kama alivyosema Sheikh Hassan, ni kujipamba na akhlaqi za Kiislamu. Kama Mtume Muhammad ametusifu tuwe katika muonekano fulani au ibada fulani za swala, heshima na akhlaqi nzuri kwa watu wengine, tuwaonyeshe vile vile, yani tuonyeshe tabia nzuri kwa wasiokuwa Waislamu, wajifunze kwetu sisi picha nzuri kutoka kwetu sisi. Sio sisi tunakuwa tena ni mfano mchafu, mfano mbaya kwa wao. Kwa hiyo tuwaonyeshe tabia nzuri, kama ambavyo wengi wanaosilimu wanathibitisha hilo, kwamba mimi nimeingia katika Uislamu kwa kuona ihsani, ukarimu wa Waislamu. Pengine mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wanawaalika hata wasiokuwa Waislamu, wanashiriki katika futari, Waislamu wanajitolea sadaka, Waislamu wana maneno mazuri. Kwa hiyo wengi wamesilimu kwa sababu ya tabia tulizokuwa nazo. Kwa hiyo tukiziendeleza hizi tabia na kuonyesha hali msimamo na kufuata kitabu chetu cha Qur'ani na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidhnillah tutakuwa ni ushindi, na ndio ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba alisema ardhi hizi watarithi waja wake wema. Kwa hiyo inshallah Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao, na tuendelee kupambana kwa ajili ya kuweka dini ya Allah vizuri, iwe ni nusra kwetu sisi vile vile, kwa sababu tutanusurika pale tutakapokuwa tumemnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi wako ni